Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, ni habari njema kwa Watanzania wote baada ya kupitia siku sita kwa changamoto ngumu kutokana na kafyu iliyokuwa imeweza kuwekwa ya kwamba kuingia nyumbani lazima iwe saa 12 jioni umeweza kuingia nyumbani, hadi kesho mida ya saa 12 ndipo ambapo utaweza kutoka. Sasa kuna tangazo hili jipya ambalo limeweza kufurahisha Tanzania wengi, ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa mtazamaji wangu, itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2025, hatimaye vyombo vya habari na vya ulinzi katika Jamhuri ya Tanzania vimeweza kupeperusha habari kutoka Ikulu wakidai kwamba kafyu iliyokuwa imeweza kuwekwa dhidi ya Mtanzania yeyote yule kuwa nyumbani na kutotoka kwa masaa fulani, hivi sasa kafyu hiyo imeweza kuondolewa. Mtazamaji wangu, ni habari njema kwa Watanzania wote, kwani hivi sasa biashara zitaweza kurejea kawaida, jambo ambalo liliweza kulemaza maisha kwa muda baada ya biashara nyingi kuathirika na maandamano yaliyokuwa yakiendelezwa na vijana Gen Z na kafyu iliyokuwa imeweza kuwekwa. Ila hivi sasa mtazamaji wangu, amini usemeni, Mtanzania yeyote yule ataweza kutoka kuelekea kwa duka, kwa soko wakati wowote ule bila kutengewa muda kama ilivyokuwa wakati wa kafyu. Vile vile mtazamaji wangu, hivi sasa kuna tarajiwa kuwa na ajira kuongezeka kutokana na jinsi ambavyo vijana Gen Z maandamano yao yalikuwa ya kihistoria kubwa. Pia mtazamaji wangu, kuna usafiri kurudi kikawaida. Mtazamaji wangu, jambo la kusikitisha liliweza kuonekana kipindi na wakati ambapo mwanahabari mmoja wa Clouds aliyeweza kupigwa risasi kuaga dunia. Kwanza kabisa alikosa usafiri kupelekwa hospitali kwa muda, pia masaa ya kupelekwa katika hospitali kupata matibabu ama hata huduma ya kwanza yaliweza kuathirika kutokana na masaa yalikuwa ni masaa ya kafyu na hangeweza kutolewa hadi kipindi na wakati ambapo kakake ni mwanajeshi aliweza kuwasili kutoka kambini na kumchukua kumpeleka kwa ajili ya kupata matibabu. Ila hivi sasa kutokana na kafyu hiyo kuondolewa, basi moja kwa moja usafiri utaweza kurudi kawaida, matibabu sawia na maduka ama biashara zitaweza kurejelewa kama ilivyokuwa mbeleni. Vile vile kuondolewa kwa kafyu basi ni nafuu kubwa kwa shule, hasa vyuo vikuu ambavyo vilikuwa vikiendeleza masomo ila kulemazwa na maandamano yaliyokuwa ya kupinga uongozi wa serikali ya Misita kutorejea afisini kwa mara nyingine. Elimu itaweza kuendelea vizuri hivi sasa. Pia kuna mikutano ya kijamii ya kisiasa pia itaweza kurejelewa, kwani mtazamaji wangu, haingekuwa picha nzuri iwapo Mtanzania yote yule ataweza kujitokeza kuhudhuria mkutano ama hafla yote ile kisiasa na aweze kupatwa na muda wa kafyu. Kwa njia moja ama nyingine angeweza kuathirika, ila hivi sasa wapo na uhuru kabisa kujumuika ama hata kufanya mikutano ya kibinafsi, hata mikutano ya umma. Mtazamaji wangu, pia kuna sakata la utalii kufufuka kwa mara nyingine, na sakata hili la utalii hivi sasa mtazamaji wangu, hoteli zitaweza kufunguliwa kikamilifu, hata usafiri na pia ulinzi wa hali ya juu utaweza kuimarishwa ili kutoa hofu kwa wote wale wanaozidi kupanga kuhudhuria ama kuelekea katika Jamhuri ya Tanzania inayozidi kuwa na sifa nzuri kwa wanyama waliokuwa wakipatikana huko, pia milima na vitu vingine ambavyo watalii huweza kuvutiwa mno kuelekea katika Jamhuri ya Tanzania kutalii. Vile vile mtazamaji wangu, hatua hii ama tangazo hili kidogo limeweza kurejesha
amani na furaha kwa Jamhuri ya Tanzania, ijapokuwa kuna baadhi ya watu waliokuwa na majonzi kwa kupoteza watu wao ama jamaa wao wa karibu waliokuwa wakiandamana, ila hivi sasa kuondolewa kwa kafyu kwa njia moja ama nyingine, amani hata furaha imeweza kurejea. Ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo kafyu ilikuwepo. Mtazamaji wangu, pia kuna uhuru wa kijamii kurudi rasmi, hatua ambayo hivi sasa Mtanzania yote yule ataweza kwenda mahali ambapo ataweza kwenda, iwapo ni kikazi ama shughuli zozote zile, atafahamu muda wote ule ataweza kuelekea nyumbani na kufika salama salmin, tofauti kabisa na kipindi na wakati ambapo kafyu ilikuwa imeweza kuwekwa. Mtazamaji wangu, pia kuna shughuli za kiuchumi kuimarika moja kwa moja. Ajenda kubwa hivi sasa ambayo serikali ya awamu ya 7 itaweza kuzingatia na kuimarisha uchumi wa serikali, kuimarisha uchumi wa Jamhuri ya Tanzania. Sote tunafahamu hasara kubwa iliyokuwa imeweza kutokea kipindi na wakati wa maandamano. Moja kwa moja hatua hii ama hali hii hivi sasa lazima uongozi wa serikali ya awamu 7 inayozidi kuongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kutafuta mbinu na namna jinsi ambavyo hali hiyo ngumu ataweza kupambana nayo ili Jamhuri ya Tanzania isiweze kuathirika kiuchumi. Mapema leo hii baadhi ya watu ambao walikuwa wameweza kufunga biashara zao, baadhi ya biashara zilizokuwa zimeweza kuathirika na maandamano yaliyokuwa yakifanyika, wengine wanalazimika kutafuta loan ili waweze kuanzisha biashara upya na hata mahali pengine upya. Baadhi ya wale ambao biashara zao ziliweza kuponea, kuporwa ama kuvamiwa ama hata kuvunjwa, wanazidi kuendelea kufanya biashara hiyo, ila bei zimeweza kupanda maradufu kutokana na high demand ambayo ipo kutoka kwa Watanzania, hatua ambayo hivi sasa vijana jenzi pia wanazidi kuangaliwa katika ukaribu sana ili kujaribu kutatua hatua ama ombi lolote lile ambalo ataweza kulitoa, na ndipo ambapo uongozi wa serikali ya awamu ya 6 uko mbioni kwa ajili ya kutatua kile ambacho kiliweza kuonekana kuchangia pakubwa maandamano ya vijana wa Gen Z. Hivyo basi moja ya jambo ni kwa ajili ya kuimarisha kiuchumi na pia kuendeleza ukuaji wa Jamhuri ya Tanzania kwa njia moja ama nyingine. Haya yote yameweza kuchangiwa pia na tangazo la hivi punde la kutolewa kwa kafyu. Mtazamaji wangu wa mtazamo wako ni upi? Kipindi na wakati ambapo kafyu ilikuwa iwepo, maisha yalikuwa magumu. Huenda kaweza kutupa experience yako kwa maisha ya siku 6 magumu ulioweza kuyapitia chini ya kafyu. Tumeweza kushuhudia wengi wakidai kula chakula cha aina moja kutokana na wao kushindwa kutoka kuelekea madukani, sawia na wengine waliweza kukauka njaa. Mtazamaji wangu, wewe hapo tuachie maoni yako, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.